Bwana ni mwema na tunamshukuru Mungu tena kwa fadhili na rehema zake. Leo tena ikiwa ni Februari ya 11 ya mwaka 2026, tuna somo jingine zuri kwa ajili ya vijana wetu. Na somo la leo lina kichwa kisemacho huduma za patakatifu. Limejengwa kitabu cha sura ya Kutoka, sura ya 27, sura ya 35 mpaka 40, na mambo ya Walawi sura ya kwanza na ile ya 8, na Hesabu sura ile ya 10. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Waebrania sura ya 7 fungu la 24 mpaka fungu la 27. Nalo linasema, bali yeye kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku, mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi zao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Tuombe. Asante Bwana, kwa maana wewe ndio kuhani wetu mkuu usiye na waa lolote, nawe unaweza kutuokoa kabisa kutoka kwenye udhalimu wote. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kitabu cha mambo ya Walawi kinaelezea kwa undani huduma za makuhani na kafara. Pale ambapo watu wangehama kwa kusonga mbele, makuhani wangefunika fanicha au samani zote na kuweka vizuri vitu vyote vya hekalu. Musa angesimama na kusema, inuka e Bwana, adui zako na watawanyike na wakimbie mbele zako hao wakuchukiao. Maneno haya yalikuwa mazito kuyasema, hasa ukitilia maanani kwamba kuna Waisraeli waliokuwa maadui wa Bwana pia. Kisha Walawi wangebeba sanduku la agano na hema kuwatangulia watu, na makabila 12 ya Israeli yalifuatia kwa mpangilio nyuma yao. Wingu liliwatangulia na wakaendelea mbele hivyo kwa miaka 40 jangwani. Walipofika na kusimama mahali walipopiga kambi, Musa alisema, e Bwana, uwarudie 10,000 na maelfu ya Israeli. Kwa amri ya Bwana wingu liliondoka, walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Lile wingu lilipofika mahali na likatulia. Kisha hema ya kukutania ilisimamishwa kwanza na kuzungushiwa ua wa hema. Kisha makabila matatu yalikaa kwenye kila upande wa lile hema, kila mahali ambapo dhabihu ingeteketezwa, na Waisraeli walikumbuka uwepo kwa Mungu kati yao na kwamba hakuna haja ya kujitengenezea miungu mingine. Waliendelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kila asubuhi kuhani angekuja kwenye madhabahu mbele ya hema ili kushughulikia moto kwa kuweka kuni ili uendelee kuwaka. Moto uliwaka saa zote hata wakisafiri. Mungu aliuwasha moto huu mwenyewe, ila makuhani waliendelea kuweka kuni. Kila asubuhi na jioni kuhani alichukua koleo la makaa yanayowaka na kuyaweka kwenye bakuli lenye kamba ya chuma cha kubeba mkononi. Kuhani angeweka uvumba kwenye moto na ukatoa mwanga na moshi wenye harufu ya manukato, kisha akaupeleka patakatifu. Moshi huu uliwakilisha maombi ya watakatifu yanayokwenda juu mbinguni. Asubuhi na jioni kuhani angeleta kafara ya ndama au kondoo na kumchinja na kuchukua damu yake kwenye beseni na kuweka ile kafara kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya Israeli mara 2 kwa siku. Pale tu wanapojitoa kwa Mungu, yeye Mungu angewasamehe na kuchukua dhambi yao. Huduma hii iliwakilisha maana kubwa zaidi kwa kulenga ile kafara, ile halisi itakayoondoa dhambi za ulimwengu, ambayo Mungu angekuja kuitoa miaka 1000 inayokuja. Yesu ndiye mwana kondoo, yeye mwana wa Mungu angetoa uhai wake kwa kusulubiwa msalabani. Waisraeli wengi hawakuelewa hili vizuri kama ilivyo kwetu sisi, maana tunaishi baada ya Kristo kuzaliwa na tunalo neno la Mungu, yani Biblia. Mara zingine mtu alikuja na sadaka ya binafsi na mwana kondoo au ng'ombe. Mnyama huyu ilikuwa lazima awe mkamilifu bila kilema chochote. Hatumpi Mungu wetu mkuu vitu ambavyo tumevichoka, chakavu au vyenye kasoro. Nafikiri hata rais wa nchi yako au rafiki yako mpendwa huwezi kumpa vitu vyenye kasoro. Mtu huyu ambaye alitaka kumwabudu Mungu kwa kutoa sadaka, alifika mbele ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na kuweka mikono yake juu ya mnyama, ikiwa kana kwamba mnyama huyo anamwakilisha mtu huyu, kwamba anamtoa kwa Mungu, ni yeye amejitoa. Kisha
alimchinja mnyama na kuhani aliweka kuni kwenye madhabahu, wakati mtu huyo amesimama akiangalia mnyama anavyoteketea na kutoa shukrani zake kwa Mungu, akishukuru kusamehewa dhambi zake. Yesu alipokuja na kuishi hakuvunja sheria. Sadaka zingine zilikuwa za unga wa nafaka wenye mafuta ya mizeituni, chumvi, juisi za zabibu na mboga mboga. Sadaka za amani na ushirika, sadaka kwa kawaida zilikuwa zinateketezwa na kuisha. Ila kuna sadaka zingine sehemu zake zilikuwa za makuhani kula kwa kufuata sheria ya Mungu alizozitoa. Sadaka hizi za kuteketezwa ndizo ambazo sheria zake ziliisha Yesu alipokufa msalabani, na sio amri 10, yani ceremonial laws. Sheria ya Mungu ni tabia yake. Mbingu na dunia zitapita, ila sio neno au sheria yake. Kila siku kuhani alienda patakatifu na kuweka zile taa 7 mafuta. Taa hizi ziliwaka saa zote 24 kwa wiki. Taa zilimwakilisha Yesu ambaye ndiye nuru ya ulimwengu. Kila Sabato asubuhi kuhani alikuja na mikate mipya, wakaiweka badala ya ile iliyotangulia. Makuhani wakisimama hapa waliila ile mikate ya zamani. Mkate ulisimamia Kristo, mkate wa uzima au neno la Mungu. Mungu alimchagua Haruni na vijana wake 4 kuwa makuhani na wazao wao katika hema hii. Haruni na wana wake walipokuwa madhabahuni hawakuvaa viatu wala soksi. Hii ni kwa vile pale palikuwa mahali patakatifu. Mahali pengi duniani watu huvua viatu vyao waingiapo nyumba ya ibada. Ni Walawi tu ndio waliochaguliwa ukuhani. Haruni na vijana wake wangeingia patakatifu, bali ni Haruni peke tu, kuhani mkuu, ndiye ambaye angeingia patakatifu pa patakatifu. Bwana akasema, Haruni na wanawe wajitenge wenyewe na vitu vitakatifu vya wana wa Israeli, ambayo watanitakasia mimi, tena kwamba wasilinajisi jina langu takatifu. Mimi ndimi Bwana. Hapo awali Mungu alizungumza kutoka mlima Sinai na watu wake. Sasa mfalme wa mbingu alikuwa anawasiliana na watu kutoka kwenye jumba lake jipya lililobebeka, madhabahu ya kukutania. Katika Mambo ya Walawi, jumbe zake maalum kuhusu ibada na maisha matakatifu zimeandikwa katika maneno yake mwenyewe. Katika moyo wa Torati, vitabu 5 vya Musa ambao ndio msingi wa Biblia nzima. Mambo ya Walawi na hotuba ya moja kwa moja ya Mungu kuliko kitabu kingine chochote cha Biblia. Maagizo ya awali ya Mungu kutoka patakatifu yanahusu njia za kumkaribia kwa njia ya dhabihu. Mambo ya Walawi sura ya 1 mpaka sura ya 7. Kwanza ni sadaka ya kuteketezwa ambayo tayari inajulikana tangu zamani. Mwanzo sura ya 8 fungu la 20, Mwanzo sura ya 22 fungu la 13. Dhabihu zilizotofautiana kwa gharama, yani mifugo mikubwa hadi wanyama wadogo na hata ndege, jambo ambalo liliwaruhusu hata Waisraeli maskini zaidi kutoa ibada. Katika kila sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ilitoa moshi uliopanda kutoka kwa madhabahu ya Bwana, isipokuwa pale ngozi ya mnyama ilikuwa iwe mali ya kuhani anayehudumu ili kumfidia kwa ajili ya utumishi wake. Mambo ya Walawi sura ya 7 fungu la 8. Hata kuhani hakuweza kula kutoka kwa sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa ziliwafundisha watu waliotengwa na Mungu kwa ajili ya dhambi kwamba wangeweza tu kuja kwake kupitia dhabihu kamili ya mwanawe mpendwa ambaye angejitoa mwenyewe mara moja tu. Waebrania sura ya 7 fungu la 27. Linganisha na Yohana sura ya 1 fungu la 29 na fungu la 3. Hivyo ndivyo Mungu anavyokupenda wewe na mimi, naye anataka turudi wakati tumetengwa naye. Kusudi la dhabihu za wanyama kama sehemu ya kazi za patakatifu ilikuwa ni kuonesha kwa njia ya mfano jinsi dhambi inavyoshughulikiwa, kwamba kwa kila dhambi ninayofanya mtu mkamilifu asiye na hatia lazima afe. Kabla ya kuwazia moyoni juu ya uvumilivu wake na asili ya kusamehe, je, kweli wewe unataka kumpigilia Yesu misumari mikononi mwake? Jamii na kanisa lililo na utaratibu mzuri linahitaji utii na ushirikiano. Musa alifanya kama Mungu alivyomwomba afanye ili pahali patakatifu pawepo. Watu walifuata nguzo ya mawingu na moto katika safari yao. Ikiwa dhabihu ya wanyama ilikuwa njia ambayo watu wa Agano la Kale walipaswa kuonesha imani yao katika Mwokozi ajaye, je, ni njia gani sisi tunaoishi baada ya msalaba tunadhihirisha imani katika dhabihu ya Yesu? Hoja hii mtanziko inajibiwa kwetu leo, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana yale maagizo niliyowakabidhi ninyi, kwamba Bwana Yesu katika usiku ule aliposalitiwa
alitwaa mkate, naye alipokwisha kushukuru akaumega, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivyo akatwaa kikombe baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa ukumbusho wangu. Kwa maana kila muulapo mkate huu na kunywa katika kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka fungu la 26. Hivi ndivyo ushirika mtakatifu ulivyo muhimu. Yaani ile meza ya Bwana ni muhimu kwa wale wanaoishi baada ya msalaba, kama vile dhabihu ya wanyama ilivyokuwa kwa wale walioishi kabla ya msalaba. Kwa hiyo usikose ibada inayofuata ya ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana katika kanisa lako la karibu, kama umeshabatizwa tayari. Kama hujabatizwa na unaweza kuelewa mafundisho vema, zungumza na mchungaji wako. Je, kwa nini hatuna aina hii ya huduma ya kuwekwa wakfu makuhani kwa kunyunyiza damu katika agano jipya? Kwa sababu Yesu sasa ni kuhani wetu mkuu, na kila Mkristo ni kuhani. Angalia Waebrania sura ya 8 fungu la 1 na la 2, Petro wa kwanza sura ya 2 fungu la 9 na la 10. Kwa hiyo tujikumbushe, sisi wa Kristo ni makuhani, tumetengwa na Mungu kwa ajili ya utumishi wake mtakatifu. Na ni nini anachohitaji Bwana kutoka kwetu kama watumishi wake? Anatuambia hivi: vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba aliye mbinguni. Yesu anapoinuliwa kwa njia hii, anawavuta watu wote kwake ili waweze kuokolewa. Yohana sura ya 12 fungu la 32. Kwa hiyo kabla Haruni na wanawe hawajaanza huduma yao ya ukuhani, walipaswa kuwekwa wakfu. Musa akawaosha Haruni na wanawe. Hawakuweza kujiosha wenyewe kwa sababu hakuna mwenye dhambi anayeweza kuziosha dhambi zake mwenyewe. Musa katika kufanya hivyo alikuwa anahubiri kwa mfano kwamba yuko yule awezaye kutuosha dhambi zetu, mwana wa Adamu, Yesu Kristo. Ujumbe huo huo unahubiriwa kila wakati tunapooshwa miguu yetu kabla ya ibada ya ushirika wa meza ya Bwana. Kila mmoja wetu anatenda nafasi ya Kristo tunapooshana mavumbi miguuni kwa mfano wa Haruni na wanawe, pamoja na kila kitu katika hema ya kukutania walipotiwa mafuta. Neno upako kwa Kiebrania ni mashiachi, ambapo neno masihi linatoka. Kwa hiyo tunaweza kusema walikuwa wa Masihi walipopakwa mafuta, wakawa wawakilishi wa Kristo katika huduma yao. Kwa kuona kwamba sisi sote ni makuhani sasa, swali linakuja: je, wewe u Masihi? Yaani, je, Kristo anaishi maisha yake ndani yako leo? Mfalme Suleimani alisimama juu ya jukwaa la shaba mbele ya madhabahu na kuwabariki watu. Kisha akapiga magoti na akiwa ameinua mikono yake juu, akamimina sala ya dhati na kujitoa wakfu kwa Mungu, huku makutano wakiwa wameinamisha nyuso zao chini kwenye ardhi. Baada ya Suleimani kumaliza sala yake, moto wa miujiza ukatoka mbinguni na kuteketeza dhabihu hiyo. Ni maombi yangu leo Mungu azipokee sadaka zetu na miili yetu tunayoitoa kama dhabihu hai leo, kwa jina lile tukufu la Bwana wetu, jina tukufu lipitalo majina yote. Leo mpendwa msikilizaji, nitakuacha pia na maswali. Swali la kwanza, elezea huduma ya asubuhi na mchana kila siku. Swali la pili, ni kabila gani lililochaguliwa kuwa makuhani? Swali la tatu, mikate hekaluni ilisimamia nini? Na swali la 4, je, unaweza kuelezea mavazi ya Haruni? Swali la mwisho, mtu aliyekuja na sadaka ya binafsi alifanyaje? Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuwa msikilizaji wetu. Mimi niliyekuwa nikikusomea masomo haya ya masimulizi ya Kesha Ile Asubuhi ni Barnaba Samuel Mlumbulila, na yule ambaye amekuandalia masomo haya ni Madam Grace Momadi. Hadi wakati mwingine tena, nikutakie baraka za Bwana katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina.